Tukirudi miaka 25 nyuma, katika mto uliopo pembezoni kidogo mwa mji, tunakutana na ibada fupi ya ubatizo, na anayebatizwa ni binti mdogo mwenye umri wa miaka 5 mpaka 6 kwa makadirio. Huyu binti anaitwa Dia. Dia alipewa jina hilo na marehemu mama yake, lenye maana ya fidia kwa kitu cha thamani ulichokipoteza. Kwa maana mama Dia akiwa na mimba ya Dia, baba Dia alifariki, na kwa bahati mbaya sana mama Dia naye akafariki, akimwacha Dia akiwa na umri wa miaka 3 tu. Na kuanzia hapo malezi ya Dia yakawa chini ya bibi yake. Dia aliipenda imani yake tangia akiwa mtoto mdogo sana. Shukran za kipekee ziende kwa bibi yake. Dia alipokuwa shule, rafiki yake alikuwa ni huyu dogo anayeitwa Esosa, na mara nyingi sana walikuwa wakiitwa mapacha kutokana na ukaribu wa hawa watoto wawili. Na akirudi nyumbani, rafiki yake mkubwa alikuwa ni bibi yake. Siku aliyokuwa akipenda zaidi Dia ni siku ya Jumapili, na sio kwa sababu Dia alikuwa akipenda sana kusali, la hasha, bali kutokana na uwepo wa hii chali iliyokuwa ikipiga ngoma kanisani. Hii chali inaitwa Dili. Kila siku jioni alikuwa na utaratibu wa kuwaita watoto wa mtaani na kuwahadithia hadithi. Miaka iliposogea, Dia akaanza kupevuka sasa, na bibi ndio nguvu zikaanza kuisha. Ila huu ukawa upenyo wa Dili kuja kuonana na Dia. Bibi hakuchukua miezi mingi akafariki. Kifo cha bibi kikazidi kutibua kidonda cha uyatima kinachomkabili Dia. Dia hana ndugu, bibi amemwachia nyumba tu mjukuu wake. Dia akaona acha aende mjini kusoma, kisha atarudi. Baada ya miaka kadhaa kupita, Dia akarudi tena. Watoto wanamshangilia shangazi Dia kurudi. Kituo cha kwanza kufikia kikawa nyumbani kwa mchungaji. Dia akasalimiana na mchungaji. Dili yupo pembeni anachukua vipimo vya mchungaji. Kwa sasa Dili ni fundi cherehani, lakini bado hisia za Dia kwa Dili hazijawahi kufutika mpaka wa leo. Mama mchungaji akaja. Dia akamsalimia mama mchungaji kwa bashasha. Mama mchungaji akampa taarifa Dia kuwa kesho ni birthday ya mchungaji, hivyo ajiandae, kesho lazima awepo. Sawa, lakini macho ya Dia bado yameganda kwa Dili. Kesho yake ambayo ndio siku ya birthday sasa, Dia akajipiga makeup, na Dia akikaa kwenye kioo habanduki mapema, maana hii kazi ya makeup ndiyo ndoto zake. Akijipaka huwa hajilipui. Akaja kwenye birthday akiwa anapiga story na waliohudhuria. Dili akaja kumshtua. Dili akashangaa alichopaka Dia usoni na kumfananisha na ngedere. Kiukweli hili likamchafua sana Dia. Esosa akatia timu. Esosa ni mama kija kwa sasa na alishaolewaga miaka kadhaa iliyopita. Dia akamwambia Esosa Dili amemuita ngedere. Esosa akaanza kumpasha na kupashika Dili hapo hapo. Kesho yake Dili akaja kwa kina Dia. Dia alipotoka nje akashangaa kukutana na sura ya Dili. Naomba unisamehe sana, kauli niliyoitumia jana kwako haikuwa nzuri, nimekusamehe, isijirudie tena. Halafu nimekuletea hii. Hapana, usijali, nimekusamehe, hii sio hongo. Nitajisikia furaha sana kama ukivaa kazi ya mikono yangu. Oh, umejuaje vipimo vyangu? Nimekadiria tu. Kwa hiyo umekadiria mwili wangu wote? Umejua ukubwa wa maziwa yangu mpaka ipsi yangu, sio? Sawa, utajuaje kama mshono umenikaa au bado? Labda nikupe namba yangu. Dia akapokea simu ya Dili na kuandika namba yake, kisha Dia akaingia zake ndani. Dia alivyoingia ndani, huku kwa Dili anaona hizi ni hatua za ushindi kwake, bila kujua hata Dia mwenyewe anampenda sana jamaa. Sema ndio vile tu hawezi kumwambia. Dia anafanya kazi kanisani kama secretary, na leo mchungaji akawa anamwelekeza aandike barua. Lakini wakati huo huo SMS kutoka kwa Dili inaingia. Bishosti akiziona hizi jumbe, ndio moyo wake unazidi kusuhuzika. Dili akiwa ofisini kwake, kuna huyu mwenyekiti wa soko anakuja. Huyu mwenyekiti wa soko ni mbabe kinoma. Usipolipa kodi yake anaita uni wake wanakubeba. Na leo kuna jamaa ameshakanyaga kwa mwenyekiti. Dili kuna hivyo akaingilia kati. Wauni wakataka kumpiga Dili, ila mwenyekiti akawakataza wauni wake, akafuta uso kuonesha vita kati yake na Dili ndio imeanza. Ukaribu kati ya Dili
Dili na Dia ukazidi kuongezeka, na Dili kwa kujua Dia anapenda sana mambo ya makeup akamnunulia vitu vya kujirekodia ili Dia azidi kupata watu zaidi na zaidi. Dia akamshukuru sana Dili kwa kumwamini na kuwekeza kwake, na leo Dia amekuja ofisini kwa Dili kwa ajili ya kupima nguo. Katika mazungumzo yao, Dili akagusia kuwa sehemu kubwa ya soko lake anaamini lipo mjini, hivyo anatamani siku moja afungue biashara huko. Dia kusikia hivi akajua kabisa Dili akienda mjini atamuacha. Tofauti na hayo, Dili akamuuliza Dia ratiba ya kesho baada ya kutoka kanisani. Dia anasema akitoka kanisani atakuwa free. Leo baada ya kutoka kanisani, Dili akaja na Dia huku juu milimani kabisa. Kwa wale wakina dada wenye vitambi, haya ndiyo maeneo mnayopaswa kuishi. Haya, tuendelee. Baada ya kufika mlimani, Dili akafunguka hisia zake kwa Dia. Dili anasema anampenda sana Dia, lakini kama nilivyokueleza hapo mwanzo, Dia alikuwa anampenda sana Dili tangia udogoni. Hivyo anachokifanya Dili hapa ni sawa na kumsukuma mlevi. Bishosti bila kuzunguka akamkubalia Dili. Nyumbani kwa kina Dia ndio kukaanza kuchangamka, haswa baada ya Dili kuhamisha makazi yake hapa. Ingawa kuna muda Dia akikiangalia kiti cha bibi huwa analia sana, anamkumbuka sana bibi. Dili akiwa na Dia akaja jamaa akiwa na hema sana na kuwapa taarifa kuwa ofisi ya Dili imewaka moto. Dili na Dia wakakimbia haraka haraka mpaka ofisini. Dili ni kilio tu kwa ofisi yake inawaka moto, na waliofanya hii kazi ni mwenyekiti na wauni wake wako pembeni wanachekelea kabisa. Dili akiwa mtu aliyekata tamaa akaja kwa mchungaji. Mchungaji akamuuliza Dili, ripoti ya polisi inasemaje? Chanzo cha moto ni shoti ya umeme, lakini fremu yako si haikuunganishwa na umeme. Baba mchungaji akampa moyo Dili, kila anguko lina inuko lake. Kisha mchungaji akamuombea Dili. Baada ya kuchanganua sana akili yake, Dili akamwambia Dia kuwa wiki ijayo anaenda mjini. Dia akaumia akijua kabisa huu ndio utakuwa mwisho wake na Dili. Dia akamuuliza Dili ana pesa ya kumtosha. Dili anasema ana nauli tu ya kumfikisha hadi mjini. Dia akaenda ndani akarudi na kibubu. Hii ni akiba yangu ya mwaka mzima, naamini itakusaidia. Dili akaupokea huu msaada, akamuona Dia ana moyo wa kipekee sana. Dada yangu, bila kupepesa macho hili ungeshindwa. Hata baada ya Dili kwenda mbali, lakini bado amekuwa anaonesha upendo mkubwa kwa Dia. Mawasiliano na vizawadi ni vitu vilivyozidi kuweka ukaribu kati ya Dia na Dili hata kama walikuwa mbali. Lakini baada ya miezi 6 mambo yakaanza kubadilika sasa. Dili akawa akipigiwa simu hapokei, na kuna muda inapita hata wiki nzima hakuna mazungumzo kati ya Dili na Dia, na hili ndio ikawa inazidi kumvuruga sana Dia. Siku moja Dia akiwa kanisani na watoto akawa anawasomea hadithi zilizopo kwenye kitabu, lakini ghafla Dia akaanza kusikia kelele zikiwa zinatokea getini, ambapo kuna watoto wakimshangilia mkaka aliyekuja. Dia akawacha watoto ili akatulize kwanza hizi kelele. Dia akafika na kutaka kumuita huyu mkaka, lakini mkaka kugeuka nyuma, kumbe ni Dili. Dia hakuamini anachokiona. Dili bila kupoteza muda akapiga goti na kumwomba Dia awe mke wake. Dia akakubali. Uzuri baba na mama mchungaji walikuwa wanashuhudia kila kitu, wakawapa baraka wanandoa hawa watarajiwa. Baada ya ndoa, Dia na Dili ni rasmi makazi yao yakawa mjini. Maisha ni mazuri sana. Kifupi tunaweza kusema Dia na Dili wamejipata. Kipaumbele cha ndoa hii ni sala, ila watoto hawatoki mbinguni, hivyo kudinyana ni sehemu ya maisha yao. Dili alipokuja mjini kujitafuta, alianza kuwa cherehani mdogo mpaka akawa na kampuni yake ya fashion. Katika ukuaji wa biashara hii akaongezeka jamaa ambaye ni mwanamitindo, akawa mfanyabiashara mwenza katika hii kampuni. Huyu jamaa anaitwa Dotun. Upande wa pili kuna huyu dada anaitwa Samira. Samira ni miongoni mwa wateja wakubwa sana katika kampuni ya Dili, hivyo Dili alimuunganisha Dia kwa Samira awe kama mtu wake wa makeup. Kuna muda Dili akipata nafasi anawahi nyumbani, anampikia chakula mke wake, kisha anamletea ofisini. Kupendwa raha jamani. Baada ya ndoa kuwa tamu, matunda yake ni watoto. Lakini hata baada ya kutimiza mwaka mmoja wa ndoa yao, mambo yako bila. Baada ya miaka mitatu, majibu ya kipimo
vipimo bado yanaonyesha Dia hana mimba na ndiyo kwanza anaingia kwenye siku zake. Dia na Dili wakaja hospitali kuangalia kama kuna shida yoyote kati ya mmoja kati ya hao wawili, lakini daktari anasema kila mmoja yupo vizuri kabisa, ni jambo la muda. Dili akiwa ofisini, Dotun akampa mwaliko Dili wa kuhudhuria birthday ya watoto wake. Dotun ana watoto 5 lakini mama watatu tofauti, na Dotun anajisifia kabisa huu ndo wanaume ulijari, na akamshauri Dili aachane na mke mmoja. Hakuna mwanaume anayeridhika na mwanamke mmoja tu, lakini Dili anakataa. Kuwa na wanawake wengi kwake ni stress tu. Jioni Dili akiwa nyumbani, Dia anataka show. Leo ndio siku ya kurutubishwa kwa yai la Dia, kitaalamu wanaita ovulation day, yani wazungu wakiingia ndani tu mimba hii hapa. Dada zangu mnajua ye. Lakini baada ya wiki kadhaa majibu yanaonesha bado Dia hana mimba. Dia akaweka vitambaa tumboni akisali sala zote mpaka Dili akamuonea sana huruma mke wake, akampokea na kuanza kusali yeye. Na haya yote sababu ni mtoto tu. Ofisini Dia akapokea ushauri kutoka kwa bosi wake ambaye ni Samira. Akamshauri Dia kabla ya kukutana na mume wake ajitahidi kuusugua uke wake kwanza, ndipo mume wake aanze papachu. Ukiachana na hayo, akampa Dili Dia la kwenda kumpaka mteja wake makeup, na huyo mteja wake anaishi katika kile kijiji anachotokea Dia. Dia alipofika kwa mteja akafanya kazi vizuri na akaalikwa na mteja ahudhurie harusi yake. Dia yupo kwenye siku zake, akaomba aende nyumbani kwanza akaoge ndipo aje ukumbini, lakini Dia akiwa nyumbani bafuni maji hayatoki. Dia akaja kuchota maji kisimani, lakini akiwa anachota maji kisimani huku anaongea na simu, kuna bibi akaja. Huyu bibi ni nani na anataka nini kwa Dia? Je, ndio mwenye tiba ya tatizo la Dia? Yote tutayajua kwenye sehemu ya pili na ya mwisho iitwayo Imani Iliyopasuka. Subscribe na bonyeza kikengele uwe wa kwanza kupokea kazi zetu kutoka hapa Evy Movies. Usisahau ku like na comment, endelea kubaki nasi. Evy Movies.